Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa. Aliyekuwa waziri katika masuala ya kijinsia ambaye sasa ni mwenyekiti wa bodi ya barabara ya Kenya, Aisha Jumwa, amemsifu kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kwa kuweka ushirikiano wa serikali ya Rais William Ruto, akisema kuwa hatua hii sasa imeleta amani na uwiano nchini. Aisha alisema haya katika kaunti ya Tana River, kama mwanahabari wetu Purity Wanjiko anavyozidi kueleza. Aisha Jumwa amemsifu kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kwa uamuzi wake wa kushirikiana na serikali ya Rais William Ruto. Jumwa alitoa pongezi hizo akiwa katika hafla iliyofanyika katika shule ya msingi ya Mikinduni, kaunti ya Tana River, iliyoandaliwa na mkurugenzi wa shirika la KenGen. Jumwa alisema kuwa hatua ya Raila kushirikiana na serikali imeleta amani na uwiano nchini, akisisitiza kuwa ushirikiano huo ni muhimu kwa maendeleo ya taifa. Aidha, aliwakashifu vikali wanasiasa wanaopinga muungano huo, akiwataja kama watu wasio na uzalendo. Mimi nataka kusema hapa ya kwamba kile kitendo ambacho watu wanamkashifu Mheshimiwa Raila Odinga kusema amesaliti wa Kenya, ameenda kuungana na Mheshimiwa Ruto, yeye sijui amesaliti wa Kenya, ako serikalini. Nataka niwaambie hivi, Mheshimiwa Raila Odinga awe serikalini ama hayuko serikalini, hayo ni 9. 10 ni kile kitendo cha uzalendo alichokifanya Mheshimiwa Raila, kusema Kenya kwanza kuliko yeye. Hii Kenya watu washikane, na hii Kenya ipate amani, kuwe na utulivu, ili Mheshimiwa Rais pia akaweze kuwa na amani ya kuweza kudeliver ile plani yake kwa wananchi. Kwa upande wake, aliyekuwa mwakilishi wa kike kaunti ya Tana River na ambaye pia ni mkurugenzi wa KenGen, Rehema Hassan, aliunga mkono kauli ya Jumwa na kuwataka wakazi wa Tana River kuiunga mkono serikali ili kuendeleza maendeleo katika kaunti hiyo. Wangu, msikubali kuwa kwa opposition tena. Msikubali. Ninamshukuru Raila kwa kuwa amekubali kufanya na William Samoei Ruto kazi, na sisi sasa tuko kwa broad base. Kwa hivyo hata nyinyi watu wa Hola mkisema hamtaenda kwa Ruto, mtaenda kwa serikali. Nikiripotia Uvoro TV Business, langu jina Wanjiko Purity. Wito umetolewa kwa taasisi ya kitaifa inayohusika na mgao wa shule nchini, ikitakiwa kusambaza rasilimali kwa wakati unaofaa. Wito huu ukitokana na mwenyekiti wa kamati ya elimu Daktari Eric Mutai, ambaye amesisitiza kuwa jambo hili ni muhimu sana katika kuimarisha shughuli za elimu nchini. Alizungumza haya kwenye baraza la magavana, kama mwanahabari wetu Ann Mutunga anavyozidi kutujuza. Mwenyekiti wa kamati za elimu Daktari Eric Mutai akizungumza kwenye baraza la magavana ametoa wito muhimu kwa taasisi ya kitaifa inayohusiana na mgao wa shule. Daktari Mutai amesisitiza taasisi hiyo kuhakikisha inatoa kipaumbele katika kusambaza rasilimali za shule kwa wakati unaofaa. Amesema kuwa usambazaji wa rasilimali kwa wakati ni muhimu kwa uendeshaji mzuri wa taasisi za elimu. If capitation don't get to schools on time, they have a huge number of BOM teachers they need to pay. It is my belief that we are going to have conversation so that capitation will be treated as fast charge in the same manner that we are paying pending bills. And each time we are dispatching as government, we'll be able to dispatch capitation in good time. Nikiripotia runinga ya Uvoro, jina langu ni Ann Mutunga. Kutokana na ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama katika bonde la Kerio, sasa chama cha walimu cha KNUT kimewaagiza walimu kusitisha huduma katika shule zilizoko eneo hilo. Hii ni baada ya visa vya mashambulizi ya mara kwa mara kushuhudiwa, yakiwemo mauaji ya padri wa kanisa Katoliki ambayo sasa yamezua hofu kubwa juu ya usalama wa walimu. Mwanahabari wetu Munene Njiru ana habari zaidi. Chama cha kitaifa cha walimu KNUT kimewataka walimu kusitisha kutoa huduma katika shule zilizoko katika bonde la Kerio kufuatia kuongezeka kwa visa vya ukosefu wa usalama. As KNUT have declared and have told all our members in Kerio Valley
all teachers from Monday, the teachers are not going to go to school until the security of the place is taken care of. Hii ni baada ya mashambulizi ya mara kwa mara ya wahalifu yakiwemo mauaji ya padri wa kanisa Katoliki ambaye yamezua hofu kubwa juu ya usalama wa walimu. Makamu mwenyekiti wa kitaifa wa KNUT, Aggrey Namisi, amesema walimu hawatarejea darasani hadi pale serikali itakapotoa dhamana ya usalama wao. We cannot allow our teachers to go to school and die. It's better for them to sit at home and nothing and die from home than go to school and be ambushed. If the whole padre, priest can be ambushed, a man of God, what about a teacher? A teacher who teaches injustice in this country. How safe is that teacher? KNUT pia limekosoa tume ya huduma ya walimu TSC kwa madai ya ukiukaji na upendeleo katika mchakato wa kuwapandisha vyeo walimu 25,000, likidai kuwa baadhi ya waliopandishwa vyeo hawajahitimu ipasavyo huku wanaostahili wakipuuzwa. Chama kinataka mchakato wa upandishaji vyeo uwe wa haki na uwazi pamoja na kuboreshwa kwa mazingira ya kazi na usalama wa walimu kote nchini. Nikiripotia Uvoro TV, langu jina Munene Njiru. Na habari hiyo kutoka kwa Munene ndiyo inayotutilia kikomo cha taarifa zetu siku ya leo. Shukran za dhati kwa kuungana nasi. Endelea kuwasiliana nasi kupitia mitambo ya Pang 162 katika mitandao ya kijamii pia tupo. Na kutakia usiku mwanana mtazamaji. Na kumbuka, maji usiyoyafikia hujui kina chake. Jina langu ni Akiondwega, alamsiki.